Jamani, salamu alaikum, habari za mchana wanahabari wenzangu. Kwanza nitumie fursa hii kuwaambia kwamba tuko tayari, ndio neno la kwanza. We are ready kwa ajili ya battle ya tarehe 3 Julai 2021 siku ya Jumamosi saa 11 kamili insha Allah. Tunakwenda kwenye mchezo mkubwa, mchezo unaohusisha wanaita miamba miwili ya soka ya Tanzania, kwa maana ya record zake. Wanahabari wa kisasa, katika lugha isiyopendeza sana, wenyewe mnaita mahasimu, ingawa mara kadhaa nimekuwa nalikataa hili neno kwa sababu uhasama, ya neno hasimu linatokana na neno uhasama, yani neno la Kiarabu lililotolewa katika lugha ile likiwa na maana ya uhasama. Hao ndo mahasimu. Kwa naendelea kuwasisitiza wanahabari wa kisasa, msipende kulitumia hili neno huwa linaumba. Mnapoandika au kutangaza mahasimu wa jadi, na maana Simba na Yanga wana uhasama, wana vita, wana ugomvi baina yao. Na waasa na kuihusia nafsi yangu, msipende na ikiwezekana liacheni kulitumia hili neno. Sio neno sahihi kwa mustakbal wa maendeleo ya mpira na maendeleo ya vilabu. Naomba sana ndugu zangu. Kwa hiyo tunakwenda kwenye huu mchezo tukitarajia kupata points 3 ambazo zitatupa ubingwa. Ni mara chache mno Simba na Yanga kukutana katika mazingira ambayo mmoja akishinda tu anachukua ubingwa. Mimi nikirejea katika ubongo wangu, bugo yangu inaniambia katika miaka ya karibuni sikumbuki mazingira kama haya yalitokea. Sikumbuki. Labda mechi ninayoikumbuka sana ambayo ilitokea mazingira haya ni ya mwaka 85. Wengine mlikuwa mjezaliwa, wengine mlikuwa mna miaka 3, wengine 2. Simba alikuwa anacheza na Yanga. Simba akishinda bingwa, Yanga akishinda bingwa. Hasa Simba alikuwa wakati mwingine anahitaji draw tu, mechi kavunjika dakika 5 kabla ya mchezo. Kulikuwa na utata katika tukio la penalty. Baadaye TFF wakati ule kitofat ikawapa ushindi Yanga 1985. Huko nyuma ligi zilikuwa zinachezwa katika makundi, mizunguko na kwenda baadaye mpaka fainali kama vile ilivyokuwa FA. Kwa Simba na Yanga washakutana katika mechi hizo ambazo ukishinda unakuwa bingwa. Mwaka fulani ulikuwa ukishinda unakwenda fainali. Nakumbuka tuliwafunga goli moja hapa 1973, Hyderabad Muchacho alifunga mechi ya semi final, tukaenda kucheza fainali na club moja kutoka Kigoma. Kwa hiyo si mara nyingi kutokea mazingira haya, na ukiangalia hesabu, draw kwa Simba inakuwa inawafanya wawe, wanasema bingwa mteule, elected champion. Raha sana. Point 74 na goal difference zaidi ya 30 au 29. Manake wenzetu wakipata sare
watakuwa ukomo wao wanafikisha pointi 74 ambazo sisi tutakuwa nazo, ili Simba sasa akose ubingwa, afungwe game nyingine zote 4, wenzetu washinde game zao 2 kwa margin ya goli zisizopungua 29. Yani katika mechi 2, moja amfunge goli 15, nyingine amfunge goli 12, au moja ashinde goli 15, nyingine sio afunge 14, kitu ambacho katika hesabu za kawaida haziwezekani. Jana nilikuwa namsikia mmoja wa watu wao wanasema kwamba wanayo nafasi ya ubingwa. Yes, wanayo nafasi ya ubingwa, wanayo. Ubingwa upi wanaujua wao wenyewe, lakini kimsingi kombe la ubingwa wa 4 mfululizo liko katika mikono yetu, na sioni nafasi ya sisi Simba. Ukiangalia kuanzia mwenyekiti wetu wa bodi pale, na ile bodi yenyewe na management chini ya CEO, na sisi tunaongoza idara tofauti tofauti, lakini pamoja na benchi la ufundi na wachezaji na washabiki wetu na wanachama, sisi dhamira yetu ni moja tu. Hachana na vitu vingine, investment nyingine hachana nazo. Wana Simba wa generation ya sasa chini ya mwenyekiti Mo, dhamira yetu ni furaha tu, ni furaha tu basi. Hatuhitaji uongo, hatuhitaji, yani sisi tunachotaka ni kufurahia matokeo ya Simba. Ndio maana tuna investment fully kwenye results. Yani investment ya Simba ni kupata matokeo ya uwanjani, haya mengine yote ni ziada. Sisi hatuna dhamira ya uongo kuongopa tutajenga uwanja mkubwa kama Wembley. Hapana. Hatuna dhamira ya kuongopa sisi tutakuwekeza tutakuwa club kubwa kuliko Club Madrid. Hapana. Dhamira ya kila mwana Simba, na itambulike hivyo, ni kuwapa watu furaha. Bas. Ushindi tu. Yani Simba hawahitaji kitu kingine. Mwana Simba anataka furaha, anataka ushindi. Akitoka atambe mtaani, atambe mitandaoni, aseme maneno, ndio target. Sisi mambo hayo mengine hayo tunawachia wenzetu endelee kuongopeana na kupeana hadithi za Abunuwasi. Simba tutaki hadithi za Abunuwasi, na hii tunakemea sana. Mambo ya uongo tutaki sisi. Sisi tusiongopeane. Sisi tunachotaka ni furaha. Wana Simba wakimaliza dakika 90 wafurahie. Najua haiwezi kutokea kupata furaha siku zote, lakini mkiwa na malengo ya furaha, maana yake katika asilimia mnaweza mkapata asilimia 95 furaha. Yes. Nenda kwenye results za mwaka huu utajua what I mean it. Tunafurahi muda mrefu zaidi kuliko kuumia. Wenzetu hata pale wanapokuwa wanafurahia, lakini huko wana majonzi, huko hawajui hii furaha ya kudumu au inaisha kesho. Na ukitaka kuona tofauti yetu sisi na wao, jana nilikuwa nacheka. Jana nilikuwa niko hospitali Moshi KCMC nikifanya matibabu ya mkono wangu kama mnavyouona, ambapo alhamdulillah kidogo sihaba mpaka nimepata nguvu ya kuja hapa. Lakini nilikuwa nasoma mitandaoni nikiwa hospitali pale, na baadaye nikiwa hotelini. Kuna kikundi cha watu, bahati mbaya sana, kinaongozwa na baadhi ya waandishi. Hii ndio inanipa tabu mimi, na inanipa tabu kweli tena, kwa sababu unajua si Watanzania wote wenye guts kama zangu. Watanzania waoga sana, hasa unapokuwa kiongozi hivi, unaogopa kusema waandishi, kusema wachambuzi, utaonekana kama watakushambulia hivi, na kwa sababu watu hawajiamini, wanaona wakishambuliwa wanaweza wakachafuka. Bahati nzuri niko clean sana, na sioni mtu anaweza kanichafua katika jambo la uongo.
Hiki kikundi kazi yake ni kuisema vibaya Simba, ni kuhakikisha Simba inakuwa ni klabu ya hovyo, halafu wanatengeneza uongo kwa ajili ya wapinzani wetu. Wanawapa kichwa cha uongo, wakiingia uwanjani uharo mtupu. Wakiingia uwanjani uharo mtupu. Jana nimeona mitandaoni wanazungumzia habari ya Mikison. Sio natakiwa, si manji, uongo mtupu, takataka zile. Nikisema mnaniambia Haji mkorofi. Ile ni uongo, takataka. Yes, rubbish. Hiyo mchezaji ana mkataba. Unaweza tukakufungia wewe mwandishi, tukaenda baraza la habari tukacomplain. Huyu mchezaji ana mkataba. Mnaposema wakati mnasema ni rumors, hakuna rumors kwa mchezaji mwenye mkataba. Rumors Yanga wanaweza kata ofa Simba. Okay, walete ofa dola milioni 10, wanaweza kumsajili. Mikison ana mkataba na Simba, lakini yote yanafanywa purposely kwa ajili ya kuwapa furaha washabiki wao. Ni kama watu wanatumika, ni mercenary. Wanatumika tu kudhoofisha ubora wa Simba. Na nawapa mfano. Ninyi ni mashahidi. Sisemi hili kama naongopa. Mchakato wa transformation ya Simba ulikuwa unazongwa na baadhi yenu kila kona. Nani kati yenu alozonga mchakato wa mkataba wa transformation ya Yanga? Nani kati yenu alosema chochote? Na imeitishwa mkutano kipengele kwa kipengele, hakijapitishwa, imeitishwa random tu. Wewe mnakubali lakini ile ingekuwa kwa Simba ile ingekuwa kwa nyinyi wote mashahidi hapa. Ile ingekuwa kwa Simba, mitandao na vyombo vyenu vya habari tungepasuka maubongo yetu. Hamtutendee haki. Mnatuonea. Nani kati yenu hapa issue ya Simba transformation, FCC walikuwa wanapokea simu chini ya 10 kutoka kwa baadhi yenu kila siku. Nani kati yenu aliuliza chochote kuhusu transformation Yanga au atekee hoji jambo lile liwe vice versa? Natuonea. Bahati mbaya mnaenda mnaandika hata kuhusu habari za uongo za mchezaji ile na mkataba. Mwezi mmoja nyuma mliandika kuhusu Mohamed Hussein, ikaisha. Mshaandika kuhusu Chama, ikaisha. Hamuoni haya kufanya mambo ya uongo kila siku? Watu wanaowasoma kuna siku watawajugudua kwa mnaongopea. Wakishagundua mnaongopea, watapoteza imani na nyinyi. Mimi naambia ukweli, mimi sina sababu ya kumogopa mtu. Hatimaye mimi very senior kwenu, wengi wenu. Naambia ukweli, hili mnakosea na mnaikosea tasnia yetu. Semeni ukweli. Tutendeni haki. Mafanikio ya Simba mwaka huu au miaka 4 hii yengekuwa ndio yako kwa wenzetu, subhana man ghamara alwujuda bijudi tahiyatan. Sijui ingekuwaje nchi hii. Sijui ingekuwaje. Lakini kokimia. Kama muoni vile. Pira lile amulioni. Hamuoni chochote. Mkaa tu umetulia. Alhamdulillah, naona kuna baadhi ya waandishi, kuna baadhi ya wachambuzi wanaanza kuelewa hiyo misingi imara ambayo tulosomeshwa na tulofundishwa na tulolelewa nayo na kaka zetu na dada zetu. Enda kuchezesha kwa kufuata taratibu za mpira, sheria 17. Aqallu min alqalili goli 3 usipungui. Never. Mpira hii mnaitengeneza siku hizi, mnakuja na kiajenda fulani hivi cha kiujanja, lugha za kizamani. Unajua michezo Yanga na Simba, hata timu moja ikiwa bora, ikiwa na uwezo, huwa inafungwa na timu iliyokuwa lugha za watu waliopoteza akili. Yaani mtu awe bora alafu usindane fluke, yani shida mnaichukua fluke kwamba ndio kitu maalum. Yaani kwamba ndio mara nyingi eti kinatokea. Maisha fluke ya cheni. Yaani Simba ina Mikison, ina Morrison, ina Chama, ina Boko, ina Bwalia, ina Luanga, ina Onyango, ina Nyoni, ina Wawa, ina Shabalala, ina Kapombe. Ukachukue watu tu wameokotwa, alafu useme inawezekana wakafunga kwa sababu ya fluke. Mpira hautakiwi uwekwe katika mizania ya fluke. Mizania ya mpira ni uwezo, performance, results. Guys, amkeni, wake up. Amkeni. Acheni kuaminisha watu najua hii. Nani kawaambia?
Referees wachezeshe pale sheria 17. Alafu dimba lile sio pale, sio uwanja ambao una matuta, sio katikati kuna mwembe, kuna mbuyu. Pale ni Benjamin Mkapa Stadium. Referees waje kisawa sawa pale. Simba waje kisawa sawa na waje kusawa sawa. Dada deki. Salasa zinapunguaje? Mpira wapi huo? Hafu mnakaa mnasema hakuna cha kujua hapa. Twendeni tukacheze mpira. Kuna mambo ya fruk. Nakaa nasema sina majini mengi, tuna majini mengi, majini ya mpira. Na majini mimi nafuga, mimi na majini mengine naokota kilili, mengine naokota mpaja kede, kudada deki. Mpira na majini. Mpira na majini. Cheni hizi bwana. Watu tunaandaa kikosi, tunalipa wachezaji, tuna coaches bora. Tumetoka kwenye Champions League katika yani ile situation tulotolewa sisi, Afrika inajua. Leo wanaocheza final ya Africa this year wote wameambwa hapo, wengine 3, wengine kamba 1 hapa. Finalists wa Afrika this season, sio season iliyokwisha, this season wamekufa pale. Na kama mnatengeneza propaganda tu. Mwingine juzi kaokota si propaganda yake. Unajua wenzao hawa imeingiza milioni 173. Hawa milioni 173. Hakuna club kama hiyo. Wewe unajua hesabu zetu wewe. Umepata wapi hesabu za Simba? Wewe unajua idara ya habari Simba imeingiza kiasi gani kwa wao? Na kama mnaokota tu maneno mradi mbalance, msiweke mizania sawa. Aliye bora asemwe ili huyu asiye bora awe bora. Hivi mnavyowafanya huu ni kwa mimi niliposema 10 years back to back, I mean it, kwa sababu najua nani wengine wanasaidia kuifanya sisi tuwe bingwa mara 10. Mabingwa wa kihistoria. Historia wapi? Historia wapi? Timu inasifiwa kwa historia, kwa mataji. Nenda kwenye data, nenda kwenye statistics. Klabu gani na mataji mengi nchi? Simba. Timu waziri by far. Unazungumzia mataji 27. Hiyo ndio historia, mabingwa wa kihistoria. Unajua sisi ndio mabingwa wa kihistoria. Kuna mtu ana mataji 72, wewe una mataji 48, unazungumzia mabingwa wa kihistoria. Historia wapi? Ni champ of all time wa East Africa, East and Central Africa, ikiwemo Tanzania. Sijawahi kujitapa mimi bingwa wa kihistoria wa Afrika Mashariki. Yes. Sasa Tanzania na East Africa ipi kubwa? East and Central Africa ipi kubwa? Kwa hiyo sisi tusijivunie hilo. Na nimekaa mnaandika kabisa, rafiki yangu huwa anaipenda kweli, mtani wangu Baraka Mpenja, bingwa wa kihistoria mchezaji midfield Deus Kaseke. Na wewe vipi wewe dogo? Lakini turejee katika mchezo. Ilikuwa lazima hii Waarabu wanaita mukaddima. Wanaita mukaddima, utangulizi. Heshima ya mpinzani lazima iwepo. Kama tunavyoheshimu vile tukicheza na Ruvu, Toto, Mnyela, kama tunakwenda kucheza na wenzetu nao ni wanaume, lazima tutengeneze heshima. Na kwa sababu sisi ni watani wa jadi, heshima ya mtani wa jadi ipo pale pale. Wala hii mechi hatujaongea na Jalla Sha'anu, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, kwamba lazima Simba itashinda. Hatujapewa elimu hiyo. Tunazungumzia tu in terms of team zilivyo na wachezaji wake. Lakini kwamba ni lazima kun fayakun, hapana. Mimi katika imani ya dini yangu hainiruhusu kuweka guarantee zile zao za kusema kufa lazima Simba wafe. Mimi sifanyi kosa hilo. Mimi naujua mpira, nimeuishi. Ingawa wengine wapendi nikistamba hivi, nimeuishi. Haijalishi unapenda au upendi, nimeuishi mpira, nakuwa nao, naishi mpira, nakula mpira, naendesha maisha yangu kwa sababu ya mpira. Kwa hiyo I know football,
sio kwa bahati mbaya na sipo kwa ajili ya mpira kwa ajili ya bahati mbaya. Kwa hiyo nawaambia ukweli kabisa kwamba mechi itakuwa nzuri. Hope referees, narudia, watakwenda kuchezesha bila kubalance. Tusaidieni guys. Wawa akicheza faulo ya red card, inastahili straight red card, apewe hapo hapo. Onyango akifanya faulo kwenye penalty box, kamchezea mchezaji wa Yanga, itolewe penalty yani ile red card na penalty itolewe. Na kama ikibidi hiyo rafu ni ya straight red card, itolewe kadi hata 3 4 zitolewe, nyekundu 7. Hivyo kwa wapinzani wetu. Yani nachokusudia kusiwe na kubalance. Mtu kafungwa goli 5 bila, alafu aenda kufanya faulo ya penalty kwenye boksi na red card, itolewe penalty na red card, wafungwe na la 6 na mchezaji mwingine awe nje. Mpira hauna kubalance. Kwamba washafungwa 7 hawa, kwa sasa hata kufanya faulo hakuna. Referees wakachezeshe tu kwa mujibu wa sheria 17. Wallahi wabillahi, sheria 17 zikifuatwa, saa 1 jioni kila mwenye ngwande atakuwa kachukua udema ndani ya sheria 17. Nakwambia kila mwenye gwande atachukua ile kubwa ile analifunika afa na udadadeki. Pira mchezo wa wazi brothers. Kama nilivyowaambia mwanzo, hii ni mechi kubwa. Tunahitaji pale washabiki wetu waje kwa wingi. Kwanza ni mechi yetu, sisi ndo mwenyeji. Na ukiapiga wale 2 3 4, uwanja mzima tunasimama kuwapigia makofi mabingwa wa nchi Simba Sports Club kwa ubingwa wao wa 4. Na katika hili na ombi maalum, kwa sababu hii ni mechi ya starehe, tuvae jezi zetu kwa ndani, juu piga koti. Haiwezi kuja kwenye mechi ya kuchukua ubingwa na kuja na jezi peke yake. Weka koti, we bingwa. Wana Simba, vaeni makoti yenu, mje mmevaa makoti, suti, kudadadeki, jezi zinakuwa ndani. Visit Tanzania, Sport Pesa hapa ndani, lakini weka koti kwa ajili ya bingwa.